ya Tanzania Taifa Stars hatua ya kuwania kufuzu hatua ya robo fainali katika michuano ya Total African Cup of Nations AFCON 2025 ambayo inazidi kutimua vumbi pale nchini Morocco. Kivumbi na jasho kimeweza kuonekana. Jana tulikuwa na mechi kati ya timu ya taifa ya Tanzania waliokuwa uwanjani dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Morocco wao ndio wenyeji au tunasema ndio host wa mashindano haya ya AFCON 2025 ambayo yanazidi kutimua vumbi na mengi ambayo pia yanazidi kuonekana kama sehemu ya ubora, uweredi na makubwa yaliyotoka. Timu ya taifa ya Tanzania imepokea kichapo cha bao moja kwa sifuri na kuweza kuondoshwa katika mashindano haya na timu ya taifa ya Morocco kwa idadi ya bao hilo moja kwa sifuri. Na baada ya dakika 90 kukamilika, mambo yamekuwa ni mengi zaidi na kila mmoja amekuwa na maoni yake na kila mmoja pia akiwa na mtazamo wake, na haswa katika tukio kubwa ambalo halikuwafurahisha walio wengi zaidi upande wa kila ambacho muamuzi Babakar Toure kila ambacho alikwenda kufanya raia huyu wa Mali katika sehemu ya ubora, ufanisi na mengi pia yaliyotukuka ambayo tuweza kuyashuhudia na kuyatazama kama sehemu ya ubora na maarifa makubwa pia ambayo yanazidi kuonekana katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi, kwa yale mengi ambayo tayari tunazidi kutazama na kuyangaza pia katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Taarifa ya moja kwa moja kutoka upande wa moja ya chanzo kikubwa zaidi cha habari au chombo kikubwa zaidi cha habari kutokea pale nchini Uingereza. Hapa nazungumzia Sky Sports. Sky Sports nao wamepata nafasi ya kuchambua kwa kina matukio mbalimbali katika mchezo huu yaliyofanywa na muamuzi Babakar Toure ambaye naweza nikasema alishindwa kutafsiri alishindwa kuzitafsiri vyema zaidi dakika 90, lakini pia hata ukitazama kila ambacho kilikuja kufanyika kwa muamuzi huyu, obviously haikuwa jambo kubwa na jambo ambalo ni la muhimu. Anaitwa Babu Traore alichokifanya kwenye mechi hiyo jana, watu wote wameinama na kushindwa kupata majibu, kila mmoja katika nafasi yake akiwa na maoni yake na akiwa pia na mtazamo wake katika kila ambacho yeye aliweza kutazama na kila ambacho tayari kinazidi kuonekana katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi ya mengi ambayo yamejitokeza. Sasa Sky Sport wamepata nafasi ya kuchambua kwa kina tukio hili ambalo ni tukio muhimu katika upande wa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania ambao walipata nafasi ya kupata penalti katika dakika za mwisho, yani zile dakika 4 zilizokuwa zimeongezwa. Timu ya taifa ya Tanzania walipata nafasi ya kupata penalti katika ufanisi na weledi mkubwa, lakini muamuzi Babu Traore aliweza kuipeta penalti hiyo, lakini pia hakuhitaji pia kuingia katika msaada wa VAR kwa maana ya msaada wa kuweza kumsaidia kuweza kulitazama tukio hili. Kumbukwe Idi Suleiman Nado ndiye aliyekuwa ananufaika na mpira. Tayari yupo ndani ya 18, yeye ndiye aliyekuwa ananufaika na mpira na beki akaja kumfanyia madhambi pasipo kuugusa mpira, akamsukuma dhahiri shahiri, madhambi ambayo muamuzi alipaswa kutafsiri kwamba ni madhambi na lilikuwa ni eneo la hatari kwa maana ya kwamba Stars walinyimwa penalty yao ya halali. Sasa upande wa Sky Sports nao wamepata nafasi ya kulizungumza na kulichambua kwa kina tukio hili. Je, that deserve to be the penalty? Upande huo Ian Wright ndiye ambaye ameongoza jopo la uchambuzi, lakini pia alikuwepo Jackie Wishe akiwa moja ya wachambuzi katika upande huo. Shay Given pia ni moja ya wachambuzi wa zamu ambao walipata nafasi ya kuchambua tukio hili kwa kina, tukio la penalty ambayo timu ya taifa ya Tanzania walikwenda kuipata. Ukitazama movement translation na ilivyokuwa moja kwa moja upande wa Sky Sport, moja kwa moja wamekuja kuna majibu ya moja kwa moja kwamba that was a clear penalty. That was a clear penalty, was supposed to be the clear penalty because the defender that was tackling from behind, ilikuwa ni tackle ambayo alifanya kutoka nyuma, lakini the second one ilikuwa ni wakati ambao that tackling hakuweza kufanikiwa kugusa mpira. That was not a foul. That was supposed to be foul and was in the 19 box, so that deserved to be the clear
clear penalty. So upande wa Sky Sport nao wamekiria na kuweka wazi zaidi kwamba hii ilikuwa ni sehemu ambayo tukio la Idi Suleiman Nado ilistahili kuwa tukio la penalty, japo Stars wameweza kunyimwa haki ambayo walistahili kuipata katika upande. Wewe binafsi tukio hili unalizungumzia vipi? Idi Suleiman Nado anaingia ndani ya 18, yeye ndiye ananufaika na mpira. Upande wa beki wa kushoto wa kikosi cha timu ya taifa ya Morocco anamwekea mkono mmoja, anamwekea mkono, jambo la pili anamsukuma na kumwangusha ndani ya 18. So upande wa Sky Sport wao walichokuja kuamuru ni upande wa muamuzi kwanza ndiye alikuwa alifanya makosa, alistahili kutoa penalty, lakini hata Rain 2 alipaswa kunyanyua kibendera kwa sababu ilikuwa ni katika eneo ambalo tukio alikuwa anatazama kwa kina, pia alipaswa kunyanyua kibendera. Lakini kosa la tatu ambalo pia Sky Sport nao wamekuja nalo ni katika upande wa that man, kwa maana ya yule ambaye alipaswa kutoa maamuzi ya mwisho, kwa maana VAR, video assistant referee. Nao katika swala hili waliweka changamoto kubwa ambayo wao wanaamini kwamba ilipaswa VAR wakamsaidia muamuzi kama ameshindwa kutazama tukio hili kwa kina zaidi, kama ambavyo walimsaidia kukataa bao la Ibrahim Erikabi ambalo pia upande wa Sky Sport wamekuja kulichambua na kuweka wazi zaidi kwamba that was a clear offside because before the ball Mwamba alikuwa ametangulia katika eneo la juu, kwa maana ya kwamba yeye ndiye aliyekuwa amezidi. So hayo ni sehemu ya matukio ambayo Sky Sport wameweza kuyachambua kutoka barani Ulaya. Upande wako ni tukio gani ambalo likikosha? Kikubwa ni kuambia kwamba kama ni mara yako ya kwanza hakikisha umeweza kusubscribe ili wa kwanza kuzidi kupata taarifa zote kwa kina. Huo ndio uchambuzi na upembuzi kwa kina. Upande wako na maoni yapi? Wekee katika upande wa comment section.